wa Gift Online TV. Karibu kutazama kipindi chako pendwa cha Live Theatre, na siku ya leo tutakwenda kuzungumza mengi kuhusiana na matumizi yasiyo sahihi ya barabara. Wewe mtazamaji, tuma swali, changia mada, tuma komenti yako ili tuweze kufahamu kwa undani zaidi matumizi yasiyo sahihi ya barabara. Wewe dereva, wewe mtembea kwa miguu, wote tuna haki ya kutembelea barabarani. Kwa hiyo tuweze kujua yapi ni sahihi, yapi sio sahihi. Endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata taarifa sahihi kwa wakati ulio sahihi. Mimi ni Esther Mamkwe, nipo na mgeni hapa ambaye atakwenda kusimamia mada ya siku hii ya leo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo kaa tayari kusikiliza, kutazama, kufahamu nini ambacho unapaswa kufanya, nini ambacho hupaswi kufanya pale unapokuwa barabarani. Karibu sana. Asante sana. Ndio, watazamaji wangependa kufahamu unaitwa nani, lakini pia nini ambacho unafanya. Asante sana. Ndio. Kwa majina naitwa Sergeant Priska Rameki. Ndio. Na toka kitengo cha elimu kwa umma. Ndio. Chini dawati la mkoa liko Kilimanjaro. Ndio. Hapa moja kwa moja leo mada yetu tulizungumzia ni matumizi yasiyokuwa sahihi ya barabara. Ndio. Lakini tukienda kwa ujumla hali ya wilaya, Ndio. kwa upande wa barabara tunasema ni shwari, maana magari yanapishana pasipokuwa na msongamano wa aina yoyote. Ndio. Twende moja kwa moja kwenye mada yetu, na wasikilizaji au wanaotutazama waweze kutuona nini tunachokisema na nini tunachokitoa leo, na ni elimu gani iweze kuwafikia moja kwa moja. Karibu sana. Asante sana. Ndio. Mada yetu ya leo ni matumizi yasiyokuwa sahihi barabarani. Ndio. Tunapozungumza matumizi yasiyokuwa sahihi barabarani ni kile kitendo cha dereva kutumia barabara pasipo kufuata sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani. Na hii hali inakwenda moja kwa moja kwa madereva na watumiaji wengine wa barabara. Ndio. Wakiwepo madereva bodaboda ambao tunawaita sasa hivi ni maafisa wasafirishaji, ambao tukiunganisha hapo kuna bodaboda na bajaji. Kuna waendesha baskeli, wasukuma mikokoteni, waendesha magari mbalimbali, ikiwepo na watembea kwa miguu. Hivi vyote wanatafiwa, maana wote tunatumia barabara. Wewe mwenyewe sidhani kama umefika hapa bila kutumia hiyo barabara. Hapana, nimetumia. Ndio. Kwa watu wote tunaitumia barabara, lakini kuna matumizi mengine ambayo sio sahihi ya barabara. Ndio maana leo tuko hapa kuwajuza na kuelewa kwa nini tumekuja na mada hii moja kwa moja. Ndio. Katika hivyo kuna aina za matumizi ambayo yanakuwa si sahihi ya barabara. Ikiwepo kuendesha gari kwa mwendo wa kasi. Ukiendesha gari kwa mwendo wa kasi moja kwa moja unakuwa unavunja zile sheria na kanuni na taratibu za usalama barabarani. Unapopita kwenye miji, sisi kwenye miji asilimia kubwa unaingia na 50, nje ya miji 80. Sasa unapovunja zile sheria unaweza ukawa chanzo na kisababishi cha ajali za barabarani. Pia dereva anapoendesha kwa kasi, yani kwa mfano wa wasafirishaji. Msafirishaji anaweza kaa anatoka tu hapa kituoni kwako, lakini anaelekea labda tuseme hapa tuko maeneo ya Kibosho Road. Mwendo anaotembea nao unaweza ukasema anaenda Same, anaenda Mwanga. Kwa hiyo tunarudi kwa maafisa wasafirishaji na vijana wetu wazidi kuwa wanapata elimu kwa undani juu ya mwendo kasi. Na mwendo kasi mara nyingi tunasema ni hatari, maana unasababisha mara nyingi kupata ulemavu wa kudumu, majeruhi wa kudumu na vifo. Kwa hiyo wakifuata taratibu zetu na kanuni za sheria za usalama barabarani, wakaenda kwa mwendo unaostahili na unaoongozwa na kanuni za usalama barabarani, na imani ya mambo yote yanaweza sitokee. Aina nyingine ya matumizi yasiyokuwa sahihi hapo, tunarudi kwa watu wanaoendesha barabarani wakitumia matumizi ya simu barabarani. Matumizi ya simu yanakuwa changamoto. Kwa nini yanakuwa changamoto barabarani? Na yanakuwa matumizi ambayo sio sahihi ya barabara. Maana simu tunasema unaweza ikaja simu ya amani au ikaja simu ya taharuki, au ikaja simu ambayo wewe itakufanya kuleta matatizo kwa watumiaji wengine wa barabara. Na kwa kupitia simu unakuta mtu anachati, yuko kwenye mtandao wa kijamii, yuko piga simu barabarani. Tunarudi, kuna watu wengine wana magari automatic yana simu pale ndani kwenye dashboard. Pia na yenyewe pia ni changamoto.
mtu anapokuwa anaendesha barabarani achukue tahadhari tu juu ya simu. Maana simu inakuwa chanzo cha ajali ambazo hazijatarajiwa barabarani. Alafu unapoona wewe una simu yako ni ya muhimu, chukua chombo chako husika, uwe afisa msafirishaji, uwe na gari, paki sehemu ambayo unaona ina maegesho salama kwako kwa ajili ya usalama wako na watumiaji wengine wa barabara. Kwanza matumizi ya simu yanaweza kaweka foreign pasipokuwa na ustaarabu wote. Maana ile barabara tunaisema ni barabara ya umma, inatumiwa na kila mtu na kila mtu anaitumia kwa changamoto zake mbalimbali. Sasa wewe unapokuwa barabarani na unazungumza na simu, inakuwa wewe ni kikwazo kwa wengine barabarani. Kwa hiyo kwa ushauri na kwa elimu hii, anatafiwa dereva apaki sehemu salama, sio hatari, sehemu salama. Azungumze na simu zake, aandike meseji, achati. Akishaona amemaliza yale mambo yake ya muhimu kwenye matumizi yake ya simu, angalie usalama wake, aingie barabarani pasipo kuleta shida zingine barabarani. Lakini kuna aina nyingine ya barabarani ya matumizi yasiyokuwa sahihi barabarani, ni kutokutii alama na ishara za barabarani kwa madereva. Tukifikia kwenye kuzungumzia kuhusu mataa, unaweza kukuta taa imewaka nyekundu, ina maana ina makatazo ile. Ina maana dereva anatakiwa ifuate sheria ile taa barabarani, lakini madereva wetu wanavunja zile sheria na unamkuta anaendelea tu na safari. Alafu kuna nyingine ishara, askari ameshakusimamisha. Askari wa usalama barabarani anapokusimamisha, huenda kuna changamoto kaiona kwenye gari lako, au huenda anakutahadharisha kuna shida mbele unakokwenda. Lakini sasa unamkuta mtu akisimamishwa anakataa, anaendelea na safari. Sasa watii tu zile sheria na alama unazokuwa unakutana nazo barabarani, ikiwepo hizo ishara na hizo taa za barabarani. Ukizitii zile, sidhani kama kuna ajali zitakuwa zinatokea ambazo za kutarajia. Maana ile mtu umeshakatazwa unaenda, lakini ukizitii zile sheria na kanuni za usalama barabarani, inaleta chachu fulani ya kupunguza ajali za barabarani. Sawa, hapo ulimezungumza wewe, askari unapomsimamisha mtu asimame anaondoka. Ningependa kufahamu wewe binafsi unahisi ni nini ama ni kwa nini dereva yule asimame pale unapomsimamisha? Asante sana. Mara nyingi madereva hawa mimi nawaita madereva kenge. Dereva kenge ni dereva ambaye hajali, hatii sheria bila shuruti. Na unamkuta dereva kenge ni wale madereva ambao hawakagui vyombo vya moto wakitoka nyumbani. Ina maana hajiamini na kile chombo anachokiendesha. Mwingine anaweza kawa na chombo kiko vizuri na amekikagua, na ndio maana nakuambia ni madereva kenge. Unakuta tu yeye alishajiambia mimi sisimami kwa mtu yote akinisimamisha. Lakini kisheria unatakiwa ufuate taratibu. Kabla hawajapata leseni, wanapewa elimu za kutosha kule kwenye vyuo wanavyoenda kujifunza kwa ajili ya kupata leseni ya barabarani. Wanapewa elimu ya kutosha juu ya makosa na kanuni za usalama barabarani. Lakini sasa kuna madereva wanajisahau. Unapojisahau katika kuvunja kanuni na taratibu za sheria za usalama barabarani, unatakiwa wewe mwenyewe tu ujione ndani ya nafsi yako. Sasa kwa nini wanakataa kusimama? Kukataa kusimama pale na maana labda chombo chake kina shida. Anaweza kawa hana insurance au hajiamini na kile chombo chake. Nikisimama hapa, askari atanikamata kwa makosa yangu binafsi. Anayajua ndani ya nafsi yake makosa yake. Hajafunga mkanda au hana bima kwenye kile chombo chake cha moto, au anajua kabisa mimi gari langu halina matairi. Sasa inapelekeaga wao kukataa kusimama barabarani. Lakini simama barabarani ili upewe elimu juu ya chombo chako. Simama barabarani si askari kila wakati kwa ajili ya kukuandikia faini. Hapana. Kuna wakati unatakiwa usimame upewe elimu. Uelimishwe. Hiki unachokifanya tairi ni mbovu, madhara yake ni 1, 2, 3. Hiki chombo unakitembeza hakina insurance, madhara yake ni 1, 2, 3. Nenda kakati. Si kila askari anakukamata muda wote kwa ajili ya tozo. Hapana. Hii wanatafiwa tu madereva wafuate sheria za barabarani kama nilivyosema. Alama na ishara, ukishasimamishwa na askari, simama, msikilize yule askari anataka kukuambia nini.
Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, kinachotupa nguvu humo ndani ni maji ya uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma tu. Huduma hii ni huduma ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili City. Huwezi kuyapata sehemu nyingine yoyote. Huduma hii ya Mlima Moria inapatikana Moshi Maili City. Kama unatokea Moshi mjini, unapanda magari ya kwenda Sanya, kwenda Sadala, kwenda Boma, kwenda Machame, lakini pia kwenda Arusha. Utashukia kituo cha mashine, utakutana na bango kubwa na ratiba za ibada, ambapo siku za ibada ni Jumatano, Ijumaa pamoja na siku ya Jumapili. Jumatano na Ijumaa muda ni saa 8 mpaka saa 11. Siku ya Jumapili ni saa 6 mpaka saa 10:30. Nyote mnakaribishwa. Maji mengi, tumeambiwa mengi na bado tunaendelea. Na wewe ni uwanja wa kwako kuchangia comment, kuuliza swali kuhusiana na mada inayosema matumizi yasiyo sahihi ya barabara. Tukiendelea, ningependa kufahamu pale ambapo uko barabarani, wewe dereva, gari likapata shida ukiwa njiani. Je, yale ni matumizi sahihi ya barabara ama sio sahihi ya barabara? Asante sana. Ukiwa umetoka na gari lako nyumbani, ghafla likapata changamoto, lakini kuna elimu nadhani ilipita wiki iliyopita ya kukagua chombo chako kwanza kabla hujaanza safari nyumbani. Lakini kwa magari haya sasa hivi mengi, mengine na system za umeme, unaweza kukuta kuna hitilafu upande wa umeme. Maana mimi nadhani kalimiliki lile gari, lakini system za umeme najua tu kukagua vitu baadhi vya nje. Inapopatikana changamoto kama hiyo, tunasema si matumizi sahihi ya barabara, lakini itakuwa matumizi ambayo itakuja kuwa sio matumizi, itakuja ile kesi ya matumizi ambayo sio sahihi ya barabara endapo pale umeshindwa kutuwekea alama husika barabarani kwa gari yako na changamoto. Na alama husika za barabarani unatafuta utembee navyo vifaa kama triangle, unaweza kuwasha hazard kwa kuonyesha gari yangu ina changamoto. Ukikuta vile kweli huyu mtu ametii kanuni na taratibu za sheria za usalama barabarani. Sio sasa gari yako ina changamoto ndio unaenda kuchukua majani unatuwekea barabarani, hujaweka ishara ya kumpa tahadhari dereva anayetoka upande wa mbele yako na upande wa nyuma yako, ili ajue kuna changamoto hapo barabarani. Itakuja kuwa matumizi ambayo sio sahihi ya barabara endapo hujaweka alama sahihi za vionyeshi barabarani. Sawa. Na je, kutengenezea pale limeshapata shida, nimeweka hizo triangle sawa mbele na nyuma, je, ni sahihi kulitengenezea pale pale? Hapana, si sahihi kutengeneza gari katikati ya barabara pale baada ya kuona sasa gari langu lina changamoto kubwa. Kuna gari za breakdown naweza kukusaidia kuitoa pale, kuondoa ule msongamano au ule tatizo la kuepana pale barabarani. Unapotengenezea barabarani pale, ina maana unawazuia watumiaji wengine wa barabara kufanya zile kazi kwa ufasaha za barabarani au kupita pale katika lile eneo kwa ufasaha barabarani. Lakini unapoona sasa gari yangu mimi kaja fundi na tatizo kubwa, kwa ushauri ni kuleta breakdown, kuivuta gari kuipeleka eneo ambalo linakuwa salama kwa ajili ya matengenezo. Sawa. Ni adhabu gani mtu wa namna hiyo anapaswa kupewa, ambaye anatengenezea pengine hajaweka hizo triangle, kaweka majani, au wengine hawajaweka ila gari limepata shida barabarani? Adhabu gani anapaswa kupewa? Asante sana. Kwa upande wa kwetu askari usalama barabarani, tuna tozo zetu za tozo ya 30,000. Lakini sasa katika kutengeneza kwako barabara, kutengeneza kwako gari pale barabarani, endapo utaharibu miundombinu ambayo ni lami pale chini, kuna wenzetu wa upande wa pili wa TANROADS, wao watakupigia gharama zao za kuharibu ile miundombinu ya lami barabarani. Kwa hiyo pale kutakutana na tozo mbili. Ndio maana kishauri, ukishaona gari yako ina changamoto zaidi, beba iweke pembeni. Wengine wanatumia ustaarabu, anazuia gari ambayo anaona ina uwezo wa kufunga ile cheni kuweza kuvuta kwenda kwenye egesho salama, ili aweze kuitengeneza ile gari yake. Lakini sasa kama unatengeneza katikati ya barabara, ukumbuke kuna mawili, kuna kuharibu miundombinu ya barabara ikiwepo ndio ile lami, na tozo za koti za trafiki za makosa ya usalama barabarani. Na ni muda gani unapewa ili uweze kulipa ile deni la kwako sasa? Asante sana. Kwa upande wa kwetu wa trafiki, unatakiwa ulipe tozo ndani ya siku 7. Zaidi ya hapo tunakushurutisha.
Ndio maana baada ya kutoa ile lisiti yetu ile tunavyoprint chini, unaambiwa tii sheria bila shuruti, lakini kisha pita baada ya wiki tunakushurutisha. Sawa, ningependa kufahamu sasa nini kifanyike ili matumizi yasiyo sahihi barabarani yapungue? Asante sana. Ambacho kinatakiwa kufanyika kupitia elimu tunazozitoa za usalama barabarani, tunazowafikishia wananchi. Nadhani sasa hivi tunapita kila pembe, kila kona. Hakuna sehemu tunaiacha kwa ajili ya kupaza sauti juu ya usalama barabarani. Hakuna sehemu tunaisahau kwa ajili ya kutoa elimu ya usalama barabarani. Kwa hiyo kwa kufuata kanuni na taratibu tunazopita, tunapita masokoni, tunapita kwenye, sasa hivi tuiti vijiwe, maana kijiwe ni cha wauza dawa, wavuta bangi, kwenye hizi ofisi za hawa maafisa wasafirishaji. Tunapita kwenye zile ofisi zao wanapopaki, parking zao maalum. Tunapaza sauti juu ya usalama barabarani na tunawapa faida, hasara wanakuwa wanazitambua za makosa wanayofanya barabarani. Kwa hiyo kwa kupitia kwa kuendesha gari kwa mwendo kasi, matumizi ya simu, watembea kwa miguu pia wapo wanaona matumizi mabaya ya barabara. Wanavuka sehemu ambazo wanaona kuna kona, kuna madaraja, wanaona hapa hii sehemu si salama, wao wanavuka, wanatembea mikono ambayo inakuwa tofauti na wao uelekeo wanapoenda. Lakini kiushauri watumiaji wa barabara pia wale watembea kwa miguu wanatakiwa watembee mkono sahihi wa kulia. Inakuwa salama kwao. Kuna hao wanaoendesha vyombo vya moto wakiwa wametumia vilevi, hata kama wao umekunywa dawa za hospitali Preachon, kuna Valium na kuna dawa zingine unapewa maelekezo kale ushibe na upumzike. Zile dawa ina maana ni hatari, huwezi kuingia barabarani. Kwa kufuata hizo elimu na taratibu tunazowapa mara kwa mara za usalama barabarani, wakizitii na kuziishi, ina maana ajali za usalama barabarani zitakuwa zimepungua kwa asilimia kubwa sana. Unahisi mnapozidi kutoa elimu ama mnapopita kila mahali inasaidia? Asante sana. Hii inasaidia na inasaidia sana kupitia watoto wetu wa shule. Wamekuwa mabarozi, maana watoto wanapotoka shule, hata mimi mwanangu ni chachu. Ananiambia afande fulani kaja shuleni kwetu tumefundishwa kitu fulani mama. Dadi tumefundishwa kitu fulani, dadi wako unafanya hivi na hivi. Kwa hiyo unakuta wale watoto wanakuwa kama mabarozi. Elimu wanaoipata kule wanaifikisha majumbani. Kwa hiyo inatambaa kwa kasi sana. Kwa hiyo una sababu ya kuambia wanafunzi hongereni na kuwashukuru pia. Nawashukuru sana watoto wa shule za msingi na sekondari. Nawashukuru sana kwa kutufikishia elimu kwa wazazi. Maana mimi mwenyewe nimekutolea mfano. Mimi mwenyewe nimefikishiwa elimu na mtoto nyumbani. Sawa, ningependa kusikia rai yako kuhusiana na mada siku ya leo kwa watazamaji wa Gift Online TV. Asante sana. Madereva wote wa mikokoteni, wa baiskeli, wawe maafisa wasafirishaji, magari madogo kwa makubwa, kinachofaa kwao ni kutii sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani, na zile elimu wanazozipata kwenye vyuo husika kabla hawajapewa leseni, wakiziishi na wakatembea nazo barabarani, ajali za barabarani zitakuwa zimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Wafuate matumizi ambayo ni sahihi ya barabara na wasifate matumizi ambayo si sahihi ya barabara. Kwa kupitia hivyo tutakuwa tumesaidia taifa kwa asilimia kubwa. Basi nikushukuru sana kwa kuzidi kutoa elimu, lakini pia nikwambie karibu sana kuendelea kutoa elimu. Asante sana. Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati kwa siku hii ya leo kwenye mada ambayo inasema matumizi yasiyo sahihi ya barabara. Tumeelekezwa mengi, tumefundishwa mengi, kwa hiyo ni wakati wako wewe kufuatilia kile ambacho umeambiwa na kile ambacho umekatazwa kufanya. Uache kufanya ili kuokoa maisha yako, lakini pia maisha ya watu wengine pamoja na miundo mbinu. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata taarifa sahihi. Nikutakia wakati mwema.